Ndugu mtazamaji, karibu kwenye chaneli ya simulizi za kutisha na kusisimua iitwayo The Book of Magic Stories. Kama ndio mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, tafadhali gusa alama ya kengele ili kusubscribe na uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo ninapokuwa nimeweka simulizi mpya. Karibu sana kwenye chaneli hii na mimi ni Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Jiji la New York City lilikuwa limefunikwa na ukungu mzito wa asubuhi. Magorofa marefu ya Manhattan yalichoma anga kama visu vya chuma, taa zikimeta taratibu, huku baridi ya mwezi wa Januari ikipenya mifupani. Ndani ya ghala la zamani lililokuwa pembezoni mwa mto Hudson, watu 7 walikaa kimya wakimwangalia mwanaume aliyesimama mbele yao. Alijulikana kama Profesa. Profesa alikuwa mzungu mwenye umri wa karibu miaka 40, uso mwembamba, miwani ya duara na sauti tulivu yenye mamlaka. Hakuwa jambazi wa kawaida, alikuwa mhandisi wa mipango, mchezaji wa akili, mtu aliyepanga wizi ambao haujawahi kutokea katika historia ya Marekani. Kila mmoja wenu atasahau jina lake la kweli kuanzia sasa, alisema kwa utulivu. Kuanzia leo mtaishi kwa majina ya miji. Alimgeukia mwanamke mrefu mwenye nywele za dhahabu na macho ya barafu. Wewe ni Stockholm. Kwa mwanaume mcheshi lakini mwenye macho hatari akasema, wewe ni Berlin. Kijana mdogo mwenye kipaji cha teknolojia akapewa jina la Silicon. Msichana mwenye hasira iliyofichwa ndani ya kimya akaitwa Dallas. Jitu refu lenye misuli likaitwa Denver. Na mwanaume mkimya mwenye uso mgumu kama jiwe akaitwa Oslo. Lengo letu, Profesa alisema huku akiwasha skrini kubwa, ni kuingia Federal Reserve Bank ya New York, kuiteka na kuchapisha dola bilioni 30 ndani ya saa 14. Ukumbi mzima ukawa kimya. Hatuibi pesa zilizopo, aliendelea. Tunazalisha mpya. Serikali haitakuwa na jibu la haraka. Tutakuwa tumeshatoweka kabla hawajaelewa tulichofanya. Siku ya tukio ilipofika, upepo mkali ulivuma barabarani. Saa 3 asubuhi, gari jeupe la mizigo lilisimama mbele ya Federal Reserve Bank of New York. Milango ilifunguliwa. Wote walivaa mavazi mekundu na barakoa nyeupe zenye tabasamu lisiloeleweka. Walipoingia ndani, Berlin alipiga risasi hewani. Everybody down now! Wateja na wafanyakazi walipiga kelele na kujilaza sakafuni. Stockholm na Dallas waliwapeleka kwenye ukumbi mkubwa wa mikutano. Denver na Oslo walifunga milango ya usalama. Silicon alikimbilia chumba cha udhibiti wa mifumo ya kompyuta. Ndani ya dakika 7, benki ilikuwa chini ya udhibiti wao. Nje, magari ya polisi yalifika kwa kasi. Sairini zilipika kwa nguvu zikivunja utulivu wa Manhattan. Mkuu wa operation alikuwa Agent Rebecca Hayes wa Federal Bureau of Investigation. Rebecca alikuwa mwanamke mweupe mwenye umri wa miaka 35, mwenye akili kali na uzoefu wa kukabiliana na magaidi wa kimataifa. Alitazama jengo hilo kwa macho ya uchambuzi. Hawa si wezi wa kawaida. Hawa wamepanga kila kitu, alisema kwa sauti ya kujiamini. Ndani, Profesa alikuwa kwenye chumba cha siri umbali wa vitalu kadhaa, akifuatilia kila kitu kupitia kamera na masikio ya siri. Berlin akachukua simu ya mezani ilipoanza kuita. Tunataka kuzungumza na kiongozi wenu, Rebecca alisema kwa sauti tulivu kupitia kipaza huku. Berlin alitabasamu. One moment. Profesa aliunganishwa kwenye laini. Agent Hayes alisema kwa sauti tulivu. Najua umefika dakika 7 zilizopita. Ulipita upande wa mashariki wa jengo. Umevaa koti jeusi. Rebecca alihisi mgongo wake ukipata baridi. Unatuona? Aliuliza. Naona kila kitu. Ndani, benki mashine za uchapishaji zilianza kufanya kazi. Noti mpya za dola zilianza kutoka, karatasi zikiteleza kwa kasi kama maporomoko ya fedha. Lakini mambo hayakuenda kama walivyopanga. Mlinzi mmoja aliyekuwa amejificha kwenye chumba cha chini alijaribu kupiga simu ya siri. Silicon aligundua ishara nyingine haiyo kawaida. Kuna mtu anajaribu kutuma signal, alipaza sauti. Denver alikimbia chini.
Mlinzi huyo alijaribu kumpiga risasi, lakini Oslo alimwangusha. Risasi iligonga ukuta, kelele zikazua hofu miongoni mwa mateka. Profesa alipaza sauti kwenye redio, hakuna kuua, tunahitaji umma uwe upande wetu. Lakini nje, FBI ilianza kuandaa uvamizi kupitia tawa la jengo. Rebecca aliangalia ramani ya jengo. Tuna dakika chache kabla hawajamaliza wanachotaka, alisema kwa sauti ya kujiamini. Ndani, Dallas alianza kuteremka. Hatutotoka hai, alimwambia Stockholm kwa sauti ya chini. Stockholm alimshika mkono. Profesa ana mpango. Lakini ghafla, mlipuko mdogo ulitikisa tawa la jengo. Vumbi lilianguka kutoka dari. Kikosi maalum kilianza kushuka kwa kamba. Wameingia, Berlin alipiga kelele. Risasi zilianza kurindima. Denver alijibu kwa tahadhari, akipiga juu kuwatisha. Mateka walipiga kelele na kujificha chini ya meza. Profesa alikaa kimya kwa sekunde chache, akili yake ikifanya kazi kwa kasi. Phase 2, alisema kwa sauti tulivu. Silicon akabonya kitufe. Ghafla, umeme katika vitalu viwili vya Manhattan ukakatika. Gazi likatawala nje, sairini zikapungua, mawasiliano yakavurugika. Rebecca alishtuka. Walidukia grid ya umeme. Ndani ya gazi hilo, Berlin aliongoza kikosi chake kuelekea handaki la siri waliokuwa wamechimbua miezi 6 ya mitaro ya maji ya jiji. Magunia ya fedha yalibebwa haraka. Lakini kabla hawajafika mwisho wa handaki, Oslo alipigwa risasi kibagani na askari aliyekuwa amefuata kwa siri. Denver aligeuka kwa hasira, lakini profesa alipaza sauti, endeleeni, hakuna kusimama. Walipotoka upande wa pili karibu na mto Hudson, helikopta za polisi zilikuwa zikizunguka angani. Profesa alikuwa tayari amepanga boti ndogo ya mizigo. Stockholm alimsaidia Oslo kupanda. Berlin akatazama nyuma, macho yake jaa mchanganyiko wa ushindi na huzuni. Risasi za mwisho zilivuma hewani, lakini boti iliondaka gizani, ikipotea katika maji ya baridi ya Hudson. Asubuhi iliyofuata, Amerika nzima ilishtuka. Dola bilioni 30 zilikuwa zimechapishwa na kutoweka. Rebecca Hayes alisimama mbele ya waandishi wa habari, akijua vita haijaisha. Mbali na macho ya dunia, ndani ya nyumba ya kifahari huko milimani ya Colorado, profesa alikaa kimya akitazama runinga. Operation ilikuwa imefanikiwa, lakini alijua jambo moja. Rebecca Hayes hakuwa mwanamke wa kukata tamaa, na hii haikuwa mwisho. Ilikuwa ni mwanzo wa vita ya akili kati ya mhalifu mwenye mipango mikubwa na serikali yenye nguvu kubwa ya duniani. Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda, niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545, na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.